Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, mara tena tunayofuraha kukaribisha wakati kama na huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025, inazungumzia jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Namna gani tutajifunza unabii wa Biblia na kuelewa? Jibu ni kwenye robo hii ya pili. Na tuko kwenye somo la 4 kwenye robo hii linalozungumzia mataifa sehemu ya kwanza. Mataifa sehemu ya kwanza. Leo Jumatano tuzungumzie watawala wa mataifa. Watawala wa mataifa. Hapo mwandishi ametoa utangulizi kusema kwamba kushughulika kwa Mungu na Israeli kunatoa uelewa mkubwa katika kushughulika kwake na kanisa la Agano Jipya. Kwa kweli, kwa njia nyingi taifa la Israeli lilitumikia kutangulia kuonyesha makosa ya kanisa. Na mbali na kuwa na uwezo wa kudai aina yoyote ya ukuu kwa Israeli ya kale, Wakristo wamekuwa sio tu wamekuwa na bado wanaweza kuathirika kirahisi sana na majaribu yale yale ambayo Israeli kama taifa iliipitia. Leo nitakualika kusoma pamoja nami kwenye Injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 12 mstari wa 15 hadi 28, na hapo tunakuja kuangalia ni kosa gani ambalo Yesu aliwaonya wanafunzi wake waepuke katika kuanzisha kazi ya kanisa ya Kikristo. Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu, soma na urudi hapa kwenye comment. Asante kwa uaminifu wako wa kusoma neno la Mungu. Na ikiwa kila mara naposema husomi, basi unakuwa umepoteza lengo. Lengo ni kwamba tusome neno la Mungu. Kwenye Mathayo 12:16 neno la Mungu linasema, lakini kwenu isiwe hivyo. Badala yake yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu lazima awe mtumishi wenu. Mpendwa, baada ya uasi wa Israeli, kwa sababu Mungu hakutaka kwanza Israeli iwe na mfalme mwingine isipokuwa yeye, lakini walipomlazimisha akasema basi muwe na mfalme, na wale wafalme ambao walikuwa wakijitolea waliwapotosha, waliwapeleka mbali na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo baada ya uasi wa Israeli, Yesu alianzisha watu wapya ambao inaitwa kanisa. Kuna watu ambao wameitwa kutoka kwenye mataifa na kuja kumfanana Yesu Kristo. Lakini watu hawa hawakupaswa kuwa na mfalme au utaifa maalum. Wale waliotawala walipaswa kufanya hivyo kwa kuwatumikia wengine, kulingana na Mathayo 12:15 hadi 18. Akasema wale watakaokuwa miongoni mwa uongozi katika kanisa la Kikristo ni lazima wasiwe watu ambao wanatafuta watu wa kuwatumikia. Wao ndio wao watumishi wa watu wengine. Si jambo rahisi. Angalia mpaka sasa katika makanisa, wale ambao wamekuwa waongozi, wachungaji, wanaoshimama, maaskofu, sio watu kama watu ambao wanasimamia kanisa la Kikristo katika madhehebu fulani. Je, hakika wanatumikia wengine ama ni wao ndio wameanza kutumikiwa? Ole ikiwa unakuwa mchungaji na unatafuta watu ndio wakutumikie badala ya wewe kuwa mtumishi wa watu wengine. Mchungaji ni mtumishi wa wengine. Jinsi Yesu alivyokuja kutumikia watu, ndivyo wanapenda wote wa Kristo wao watumishi wa watu wengine, sio kutafuta watu kuwatumikia. Ni jambo la kutisha mtu anaposema mimi kama fulani nimesema hivi. Jambo la hekima ni kuwa mtumishi wa watu wengine. Hata katika historia, wakati wa mateso ya miaka 300, kanisa lilibaki kuwa liaminifu. Kwenye karne ya kwanza kuendelea, walipoteswa waliendelea kuwa waaminifu. Wakati fulani, lakini uhuru ulifika wakati Konstantino kwenye karne ya 4 alihalalisha Ukristo na akawa mtawala wake asiye rasmi. Alisimamia makongamano fulani na kutoa sheria zinazosimamia kanisa, na Wakristo waliona kwamba ni kitu kizuri kwa sababu hawapati tena mateso. Konstantino alikuwa ameweka nanga kwa mateso. Lakini ndiyo mateso ilikuwa imemalizika, lakini chachu ama kitu kibaya kilikuwa kimeingia. Katika karne ya 5 na ya 6 kanisa ilizidi kutegemea serikali, na askofu wa Roma alipata mamlaka makubwa zaidi. Huduma haikuwa tena kawaida ya serikali. Hapo kulikuwa kumeingia hatari, wakati kanisa ilikuwa imejiingiza kwenye mambo ya serikali, imeruhusu serikali kuitawala, haikuruhusu tena Mungu atawale kanisa, na ilikuwa kitu kibaya. Katika zama za kati, mtu yeyote ambaye hakutii mamlaka ya kanisa alilazimika kulipia uasi wake kwa kifo, mateso au kifungo, na walifunga watu, wakawaua watu wengi na kuwanyanyasa. Kwa hivyo kanisa lilikuwa limefanya makosa mamojelelea sawasawa na watu wa Israeli wakati
waongozi wao wameongoza kibinadamu, hawaruhusu Mungu kuwaongoza. Mwandishi anasema hapa, maneno ya mwisho anasema, kama Israeli ya kale, sura nyingi zenye giza katika historia ya kanisa ni matokeo ya moja kwa moja ya kanisa kufanya maridhiano na ulimwengu. Mahali ambapo Israeli waligeukia ibada ya sanamu na wafalme wake waliharibiwa na tamaa yao ya madaraka hadi kufikia hatua ya kutoa kafara watoto kwa sanamu, kanisa lilitwaa na kutumia hatua kwa hatua njia na mbinu desturi nyingi za ufalme wa kipagani hadi ambapo waumini wengi waaminifu waliuawa kwa sababu walionekana kuwa tishio kwa taasisi ya serikali na kanisa. Mungu akusaidie sana wewe kama mchungaji, kama kiongozi wa dini, kuwa mtumishi wa wengine, sio kutafuta wengine wa kutumikie. Mkristo, jiepushe na wale ambao ni watawala wa mataifa. Usiwe mwongozi kama wa dunia hii. Usiruhusu kufanya kompromi, kuchanga mambo mazuri na mambo mabaya. Kuna swali. Katika utamaduni wako, jamii yako mwenyewe, ni njia zipi ambazo majaribu haya yanaweza kuhatarisha uadilifu wa imani yetu? Weka jibu kwenye comment. Tuombe. Asante Yesu kwa somo hili. Tufunze kuwa wachungaji wema wanaotumikia wengine, watumishi wa wengine, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, like na kushare.